Hapi na uendelee kutupa neno madini. Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Daniel Isaac Elia. Mimi ni mwanafunzi wa chuo cha sauti au AMUCTA. Lakini pia ni mshirika wa kanisa la EAGT Leli. Kwa niko mahali hapa kwa ajili ya kushirikisha neno la Mungu asubuhi ya leo. Kwa ndugu msikilizaji, naomba twende pamoja katika neno la asubuhi ya leo. Na asubuhi leo natamani tujifunze somo moja ambalo linahusu kuishi maisha matakatifu. Natambua kila mmoja anafahamu kuwa sisi ni wanadamu na ni wapitaji hapa duniani. Maandiko yanasema kwamba sisi wanadamu hapa duniani sio mahali petu pa kudumu, kuna mahali tunaelekea. Natamani tujifunze vizuri kabisa kwa habari ya kuishi maisha matakatifu. Na kabla hatujaenda kwenye neno, naomba nitaomba alafu tuende pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, tazama wanao na watumishi wako tunakwenda kusikia neno lako. Naomba Mungu pamoja na sisi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki. Roho Mtakatifu uwe pamoja na sisi, uanze nasi na umalize na sisi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba sasa tuende katika neno. Na tutakwenda kujifunza kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 7. Biblia inasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Sasa katika maandiko haya yanatuonyesha historia ya mtu mmoja ambaye ni mtoto wa kwanza wa wanadamu wa kwanza kuumbwa na Mungu, aliyeitwa Kaini. Kaini ni mtoto wa kwanza wa Adam na Eva. Sasa Kaini anaambiwa na Mungu kwamba, Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda wewe vyema dhambi iko inakotea mlangoni. Na nimekwambia kwamba tunataka tujifunze somo linalosema kuishi maisha matakatifu. Ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye anapenda kwenda jehanamu, kwa sababu makanisani kule tunahubiriwa ya kwamba kuna mahali, kuna muda, siku moja kutakuwepo na siku ya hukumu, kutakuwepo na watu watakwenda mbinguni, lakini pia kutakuwepo na watu watakwenda jehanamu. Sasa maneno haya kila mtu aga anayasikiliza na huwa anatamani sana siku moja afike mbinguni. Lakini ukweli ni kwamba imefikia kipindi sasa watu wameshindwa kuishi maisha matakatifu. Hivyo imelazimika sasa mpaka wakati wengine waanze kutunga sababu na maandiko mengine fulani. Mtu mwingine anakuambia kwamba sasa kuishi maisha matakatifu duniani haiwezekani. Yaani nimejitahidi, huyu mwanadamu mtakatifu hayupo. Mtu anasema kuokoka duniani hakupo. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, kuishi maisha matakatifu duniani inawezekana. Na ndilo andiko linasema kwamba mtakuwa watakatifu kama vile Baba yenu wa mbinguni alivyo watakatifu. Kwa swala la kuwa mtakatifu duniani linawezekana, na ndio maana Mungu alisema katika maandiko. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Zaburi, Biblia inasema kwamba Mungu anasema, ninapendezwa na watakatifu walioko duniani kwa sababu hawa ndio walio bora. Sasa tayari tunathibitishwa kwamba kuishi maisha matakatifu duniani inawezekana. Lakini tu ni kwamba baada ya mwanadamu kujitahidi kuishi maisha matakatifu, kutokana na tamaa, kutokana na kupenda pesa, kutokana na kujipenda wenyewe, sasa wanashindwa kuishi maisha matakatifu. Inafikia wakati sasa wanaanza kujitungia maandiko kama nilivyo kusema. Kwa utakuta mtu mmoja anakuambia kwamba bana, sawa, unajua wakati mwingine kuna faida ya dhambi. Kuna muda unaweza kaitumia dhambi vizuri kukupa faida. Unakuta ni binti kabisa anakuambia kwamba unajua kuna matumizi mazuri ya dhambi, matumizi mabaya.
Na Mungu anaangalia mtu gani anatumia matumizi mazuri ya dhambi. Nakwambia ukiwa na wapenzi wengi, labda ukatenda dhambi ukapata pesa, hapo umetumia dhambi vizuri. Lakini nikwambia kitu kimoja, hakuna matumizi ya dhambi mazuri wala mabaya, na Biblia inasema kwamba hakuna dhambi ndogo wala kubwa mbele za Mungu. Dhambi zote ni sawa sawa. Kwa jukumu la kuishi maisha matakatifu ni swala la kila mtu ambaye yupo duniani. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa kwanza ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi, lakini pia zimejaa tabu. Ni kama maua yanavyochanua baadaye yananyauka, ni kama umande unavyotokea baadaye unanyauka, ni kama kivuli kinapokuwepo mahali baadaye kinatoweka. Ndivyo yalivyo maisha ya mwanadamu. Manake unaweza kaangalia kwamba unaweza ukawa na pesa, lakini ndani ya yale maisha kuna changamoto za maisha unazipitia. Unaweza kuwa na mume mzuri, lakini katika ndoa hakuna amani kwa sababu ya vitu fulani hivi. Kwa hiyo tunajifunza kwamba neno la Mungu linaelezea ramani ya maisha na ukweli wa maisha. Lakini sasa kama baada ya maisha fulani, baada ya kipindi fulani mwanadamu huyu atakufa, atatoweka. Sasa katika kitabu pia cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27, Biblia inasema kwamba kama vile Yesu alivyokuja duniani akafa akafufuka, na kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kumbe baada ya kufa pia kuna maisha. Na hii kitu kila mtu anaifahamu kwamba kuna kwenda jehanamu ama kwenda mbinguni. Sasa basi, mtu ambaye ana tiketi au ana sifa za kwenda mbinguni ni mtu yule ambaye anaishi maisha matakatifu hapa duniani. Lakini yule mtu ambaye ataenda moja kwa moja jehanamu ni yule mtu ambaye anaishi maisha ya dhambi. Kwa kumbe kuishi maisha matakatifu, hii ni jukumu la kila mmoja, na kila mmoja anapaswa kuishi maisha matakatifu. Sasa leo tutajifunza kitu kimoja kizuri sana ambacho kitakusaidia sana katika maisha yako. Najua wakati mwingine umepambana sana kuacha dhambi fulani, lakini imekushinda. Umejitahidi kwa namna unavyoweza kuacha dhambi fulani, umeshindwa. Kuacha tamaa umeshindwa, kuacha wizi umeshindwa, kuacha uchawi umeshindwa, kuacha kula rushwa umeshindwa, kuacha kumpiga mke wako umeshindwa. Yaani vitu mbalimbali, yaani yale mambo ambayo yanamkosea Mungu. Kwa kweli umejitahidi kadiri ya uwezo wako, lakini umeshindwa. Naomba nikwambie kitu kimoja kwamba ipo kazi ya Mungu katika kusaidia wewe kuacha dhambi, lakini ipo kazi yako wewe kama mwanadamu. Ile kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6, Biblia imesema kwa habari ya Mungu anamuuliza Kaini. Mungu amekusha kuangalia moyo wa Kaini kwamba kuna dhambi yuko anaifikiria kuitenda. Sasa Mungu anamwambia Kaini, tazama kuna dhambi inakuotea, inakupasa uishinde. Manake nini? Sasa hapa inabaki sasa ni jukumu la mwanadamu. Jukumu la Mungu manake amekupatia Roho Mtakatifu atakaye kusaidia kushinda dhambi. Lakini jukumu la mwanadamu sasa ni kupinga ile dhambi usitende. Kwa sababu wewe una akili, una nafsi na roho. Manake unaweza ukaamua. Sasa hapa sasa tunaangalia kwamba maamuzi yakawa katika mikono ya Kaini kwamba yeye aamue kutenda dhambi ama kuacha. Nini maana yake? Kumbe tunajifunza kwamba dhambi yoyote ile inaanza katika mawazo. Kama dhambi yoyote inaanza katika mawazo, kumbe unaweza kujizuia kutenda dhambi baada tu ya kuzuia mawazo mabaya. Ninakushauri kitu kimoja. Jinsi ya kushinda dhambi ni kwamba unatakiwa kuepuka mawazo mabaya ya dhambi, kuepuka vyanzo vya dhambi. Unajua kuna dhambi na vyanzo vya dhambi. Watu wengi leo wanatenda dhambi kwa sababu kuna dhambi fulani ambazo wanazijua tu wao. Ndio maana wakati mwingine wakasema kwamba mbona watu fulani wana dhambi nyingi sana? Anasema kwamba warokore mbona wana maandiko ya dhambi nyingi sana? Napenda kwamba kitu kimoja. Kuna dhambi na vyanzo vya dhambi. Ili uweze kuishi maisha matakatifu, lazima ujue kujiepusha na dhambi na kujiepusha na vyanzo vya dhambi. Kwa hiyo basi, dhambi yoyote inatokea katika mawazo. Pale tu unapofikiria kwamba kuna dhambi fulani iko naitunga. Maybe umetamani kuiba kitu. Maana pale unapotamani kuiba kitu, kuna mipango uko unaipanga kichwani. Umeshaweka ndio kwamba nitaanza hivi, nitamalizia hivi mpaka namaliza kutenda dhambi. Sasa ili uishi maisha matakatifu, jitahidi kupambana na ile dhambi kabla ya kuja katika vitendo.
Pale tu dhambi inapotungwa katika Biblia inasema kwamba dhambi huchukua mimba, kisha hiyo dhambi huzaa mauti. Kwa hiyo kitu cha kufanya cha msingi kabisa, jitahidi kichwa chako kizoeze kuwaza mambo mema. Jitahidi uanze kufikiria mema. Usije kabisa ukafikiria jambo la dhambi kwa muda mrefu. Yaani ukiona tu kuna wazo la tamaa linakuja katika kichwa chako, tafadhali pinga. Hapo tutashinda dhambi. Lakini utakuta mtu mpaka dakika 5 yuko anafikiria dhambi. Maybe anafikiria dhambi ya uasherati. Kuna msichana fulani amempenda, amemtamani. Kwa hiyo unajikuta anafikiria kwa muda mrefu. Inafikia wakati sasa anaanza kutenda dhambi. Kwa hiyo nikushauri kitu kimoja. Wito wangu ni kwamba tunapaswa kuishi maisha matakatifu ili siku moja tuingie mbinguni.